Rais wa Marekani Donald Trump jana siku ya Ijumaa alikutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Katika mkutano wao, rais huyo wa Marekani amemwambia rais wa Ukraine kwamba anachohitaji kukiona ni kusitisha vita kwenye mstari wa mbele. Rais huyo wa Marekani amesema, kwa maoni yangu mnapaswa kusimamisha vita mara moja. Mnapaswa kusimamisha vita katika mstari wa mbele. Popote pale mlipo, ondoeni majeshi yenu. La sivyo hali itakuwa ngumu sana. Hatuwezi kufahamu kamwe. Simameni kwenye mstari wa vita. Simameni kuhakikisha mnasimamisha vita, Trump aliwaambia waandishi wa habari. Maoni yake ya hivi punde kuhusu vita hivyo yanakuja saa chache baada ya kukutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika ikulu ya White House na baada ya mazungumzo marefu ya simu na rais wa Urusi Vladimir Putin mnamo Alhamisi. Pande zote mbili zinapaswa kurudi nyumbani, kwenda kwa familia zao, kukomesha mauaji na iwe hivyo, Trump aliongeza. Amesema kwamba amewasilisha hisia hizo kwa viongozi wote wa kigeni na amesema kwamba yeye kama rais alimkaribisha Zelensky siku hiyo ya Ijumaa katika ikulu ya White House na amemtaka hakikishe anaachana na mpango wake wa mapigano na hata kuachana na mpango wa kuhitaji silaha za makombora ya masafa marefu ya Tomahawk ambayo yataenda kuua watu huko Moscow. Trump akijihisi mshindi baada ya kupata usitishaji vita katika Mashariki ya Kati, alikadiria matumaini kuhusu kumaliza vita ambavyo aliwahi kutangaza kuwa angeweza kusuluhisha kwa siku moja tu. Anasema, mimi ndiye rais mpatanishi na ninapatanisha hali ambayo sio rahisi. Alisema, inapaswa kuwa rahisi. Lazima vita viishe. Mkutano huo ulifanyika kama sehemu ya chakula cha mchana huku Trump na Zelensky wakiwa wamekaa kutoka kwa kila mmoja. Hapo awali ulifanyika mbele ya waandishi wa habari bila milipuko yoyote mikubwa kati ya pande hizo mbili. Huenda hii ilikuwa ni afueni ya kumkaribisha baada ya mkutano wa ofisi ya Oval wa Februari ambapo bwana Trump alimripukia Zelensky na kuwa mkutano wa kelele kati ya Trump, makamu wa rais JD Vance na Zelensky. Lakini wakati Trump hapo awali akionyesha kusikitishwa na rais wa Urusi Vladimir Putin na imani kwamba Ukraine inaweza kurejesha maeneo yote yanayokaliwa na Urusi, alikasirika juu ya msimamo huo mnamo siku ya Ijumaa, zaidi akisema kwamba anachohitaji kukiona ni kusitishwa kwa vita kati ya Urusi na Ukraine. Hata hivyo, viongozi wa Ulaya wamesisitiza uungaji mkono wao thabiti kwa Ukraine katika mazungumzo ya mtandaoni na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky baada ya mkutano wake na rais wa Marekani Donald Trump katika ikulu ya White House. Viongozi wa Ulaya walitoa dhamira yao isiyoyumba kwa Ukraine mbele ya uvamizi unaoendelea wa Urusi. Uingereza ilisema katika taarifa yake. Uingereza imesema amani ya haki na ya kudumu kwa Ukraine ndio njia pekee ya kukomesha mauaji hayo. Walikubali mauaji hayo na walikubali kwamba wanahitaji kumaliza vita. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte pia alishiriki katika wito huo kupitia msemaji wake, ambapo amesema majadiliano zaidi kuhusu jinsi wanavyoweza kuunga mkono Ukraine katika kuongoza na kufuatilia kusitishwa kwa mapigano kutaendelea wiki hii, ikiwa ni pamoja na katika muungano wa wito wa hiari siku ya Ijumaa. Viongozi walikubali, ilieleza taarifa hiyo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue mengi yanayojiri duniani.